Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kunifuatilia. Leo Mungu ametupa neema isiyo ya kawaida. Tunataka tujifunze, je, kuna maono ya aina ngapi? Lazima ujue kuna aina 3 za maono kwenye maisha yako. Sasa inategemea wewe unafanya nini. Na maono ya kwanza ni ya kimungu. Ni pale unapofanya vitu vinavyompendeza Mungu kwenye maisha yako. Mfano, una ni biashara au una huduma lakini inamtanguliza Mungu na unafanya mapenzi ya Mungu. Mfano, Mungu anahitaji tuwasaidie yatima, tuwasaidie wajane, tusaidie wahitaji, lakini pia tujitoe kwa ajili ya kazi yake na tufanye yale yanayompendeza. Kwa unapoona kazi yako, huduma yako au biashara yako inamheshimu Mungu na inazingatia utakatifu wa kimungu na uaminifu wa kimungu, lakini pia ni kwa ajili ya kuwasaidia watu, basi jua ni maono ya Mungu, kwa sababu lengo la Mungu ni tuwe ni msaada kwa watu wengine. Yesu mwenyewe anasema atakayetaka kuwa kiongozi lazima awe mtumishi wa watu wengine. Kiongozi ni mtu ambaye anajitoa kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo maono ya Mungu lazima yazingatie hicho, kwamba yanazingatia mapenzi ya Mungu. Lakini ya pili ni maono yako binafsi. Maono yako binafsi ni pale unapofanya kitu kwa ajili ya maslahi yako. Labda nimeanzisha biashara kwa ajili ya kuangalia mimi mwenyewe, labda familia yangu tu. Ina maana siwezi nikasaidia wahitaji, siwezi nikawagusa na nikagusa maisha ya watu. Hayo ni aina ya maono ya binafsi au ya kwako wewe kama wewe. Ina maana hayo mwisho wa mwisho hayana thawabu kwenye ufalme wa mbinguni, bali yana faida kwako tu. Na vitu unavyovifanya ni kweli havimdhuru mtu kiafya au kimaisha, lakini ni kwa maslahi yako. Mfano, unafanya biashara au unatoa huduma lakini kwa ajili ya kutengeneza fedha wewe kama wewe. Labda umeajiriwa kwenye biashara au kwenye kampuni, unapata fedha wewe kama wewe, na ile fedha ni kwa ajili ya kukusaidia wewe tu na familia yako. Basi hayo ni maono yako binafsi. Lakini maono ya 3 ni maono ya shetani. Maono ya shetani ni pale unapofanya kitu kwa ajili ya kudhuru watu wengine. Maono ya Mungu tumesema unafanya kitu kwa ajili ya faida ya watu wengine, lakini maono ya shetani unafanya kitu kwa ajili ya hasara za watu wengine. Mfano, unauza pombe au unatoa mimba au unashangaa unauza madawa ya kulevya ambayo yatawadhuru watu wengine. Kwa hiyo maono ya shetani ni yale maono yasiyompendeza Mungu. Kwa hiyo zingatia, chunguza na angalia wewe unachokifanya kinampendeza Mungu. Kama unafanya kitu kisichompendeza Mungu, ni fadhali uachane nacho, kwa sababu hakitokupa thawabu na mwisho wa mwisho utakuja kuangamia. Na tunapojitoa pia kwa ajili ya watu wengine, tunajenga ufalme wa Mungu na tutakuja kupata thawabu kubwa. Lakini mwanadamu anapojiangalia yeye tu, ni hasara ya nafsi yake mwenyewe baadaye. Au unapoangalia kwa ajili ya kuumiza watu wengine, maana sababu Yesu akasema Torati na manabii ni pale unapofanya kitu kwa ajili ya kuwafaidisha wengine. Nikiwa na maana gani? Nasema kile usichotaka ufanyiwe wewe, usiwafanyie wengine, na hayo ndio maisha yatakayoweza kusaidia. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Ningependa zidi kuzingatia haya ninayofundisha na kupa uhakika Mungu atakusaidia, na hekima ya Roho Mtakatifu itakuongoza na utaweza kushinda zaidi ya kushinda. Nawapenda in Jesus. Thank you for watching.